Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. Ripoti ya Human Rights Watch ambayo imetoka siku ya Jumatatu imedai ya kwamba jeshi la Burkina Faso kwa kusaidiana na wanamgambo ambao wanaunga mkono serikali ya Burkina Faso waliwaua watu zaidi ya 130 mwezi wa 3 mwaka huu katika shambulizi ambalo jeshi la Burkina Faso pamoja na wanamgambo hao walihusika mwezi wa 3 karibu na mji wa magharibi wa Solenzo. Human Rights Watch ilisema katika taarifa yake, lakini wakati hayo yakiendelea na watu wakiona kwamba hizi ni propaganda za mataifa ya magharibi kuendelea kuichafua serikali ya rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore. Taarifa nyingine zinadai ya kwamba zaidi ya watu 100 wameuawa katika shambulizi kaskazini mwa Burkina Faso. Zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa ni wanajeshi, wameuawa katika shambulizi ambalo limefanywa na kundi moja lenye itikadi kali huko kaskazini mwa Burkina Faso. Kulingana na vyanzo kadhaa ikiwemo mfanyakazi wa misaada na wakazi wa eneo hilo, mashambulizi hayo yalitokea mapema siku ya Jumapili na kuyalenga maeneo kadhaa ikiwa ni pamoja na kambi ya kijeshi na mji wa kimkakati wa Dibo uliozingirwa kwa muda mrefu. Kundi lenye itikadi kali lenye mfungamano na Al-Qaeda ambalo linajulikana kama GNIM limedai kuhusika na shambulio hilo, lakini wengi waliopoteza maisha ni wanajeshi pamoja na wanamgambo ambao wanaunga mkono serikali ya Burkina Faso. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi taarifa hii huko Burkina Faso, Wagadugu kwa Captain Ibrahim Traore, ambako bado suala la usalama limezidi kuwa ni gumu kwa upande wa serikali ya Burkina Faso, ikizidi kupambana na vikundi vingi vya kigaidi ambavyo vipo huko Burkina Faso. Shambulio la kundi la jihadi kaskazini mwa Burkina Faso limeua zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa ni wanajeshi, wafanyakazi wa misaada pamoja na wakazi wa eneo hilo. Shambulio hilo kwenye maeneo kadhaa ikiwa ni pamoja na kambi ya kijeshi na mji wa kimkakati uliozingirwa kwa muda mrefu wa Dibo limetokea mapema Jumapili, alisema mfanyakazi wa misaada aliyehusika kikamilifu katika midahalo katika jamii zilizoathirika zaidi nchini Burkina Faso. Mwanafunzi kutoka eneo hilo alisema baba yake alikuwa ni miongoni mwa waliopoteza maisha. Watu hao wawili wakizungumza na The Associated Press siku ya Jumatatu walizungumza kwa sharti la kutokutajwa majina yao kutokana na kuhofia kulipizwa kisasi. Kundi la jihadi linaloshirikiana na Al-Qaeda linalojulikana kama JNIM ambalo linafanya kazi katika eneo la Sahel lilidai kuhusika na shambulio hilo la Jumapili. Ikiendeshwa na jeshi la kijeshi, taifa hilo lenye watu milioni 23 ambalo halina bahari limekuwa miongoni mwa mataifa yaliyoathiriwa zaidi na mzozo wa usalama katika eneo la Sahel barani Afrika, unaojulikana kama sehemu inayoongoza kwa itikadi kali duniani. Takriban nusu ya Burkina Faso iko nje ya udhibiti wa serikali kutokana na ghasia zilizochangia mapinduzi mawili mwaka 2022. Vikosi vya usalama vya serikali pia vimeshutumiwa kwa mauaji ya kiholela. Mfanyakazi wa misaada pamoja na Charlie Welbu, mchambuzi wa kujitegemea anayezingatia Sahel, alisimulia jinsi shambulio la Jumapili ambavyo lilianza kwa wakati mmoja katika maeneo tofauti saa 12 asubuhi kwa saa za ndani siku ya Jumapili. Wapiganaji wa JNIM ambao wanahusishwa na Al-Qaeda walishambulia maeneo 8 kwa wakati mmoja kutawanya jeshi la anga la Burkina Faso. Shambulio kuu lilitokea Dibo ambapo wapiganaji wa JNIM walichukua udhibiti wa vizuizi vyote vya kuingia katika mji huo kabla ya kushambulia kambi za kijeshi, haswa kambi ya kitengo maalum cha kupambana na ugaidi, alisema mfanyakazi huyo wa misaada. Yaani kwa wakati mmoja, wakati wakishambulia katika maeneo 8 tofauti, lengo lilikuwa ni kutawanya vikosi vya anga vya Burkina Faso, lakini malengo yao yalikuwa ni kwenda katika kambi ya kijeshi ambayo inapatikana huko Dibo, ambapo wakafanya mashambulizi katika kambi hiyo.
Welbu ambaye alichagua video alichunguza video zilizowekwa mtandaoni. Alisema washambuliaji walitumia saa kadhaa katika maeneo hayo bila msaada wa anga kutoka kwa jeshi la Burkina Faso, tofauti na mashambulizi kama hayo ya Dibo huko nyuma, wakati vikosi vya usalama vilifanikiwa kuwazuia watu wenye itikadi kali. Shambulio la hivi punde linaonyesha kuongezeka kwa nguvu na ufikiaji wa kundi hilo ambalo linashirikiana na Al-Qaeda nchini Burkina Faso, alisema Wassim Nasri, mtaalamu wa Sahel na mtafiti mwandamizi katika kitengo cha usalama cha kituo cha Soufan. Ukweli kwamba Dibo ililengwa na inathibitisha ukubwa wa uhuru wa kusafiri kwa kundi hilo ambalo linashirikiana na Al-Qaeda ndani ya Burkina Faso. Wachambuzi wameonya kuwa mkakati wa jeshi la kijeshi wa kuongezeka kwa kijeshi, ikiwa ni pamoja na kuajiri raia kwa wingi katika wanamgambo wenye mafunzo duni, umezidisha mvutano baina ya makabila. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa tochea maoni yako. Lakini hii ni taarifa pia kutoka huko Burkina Faso ambapo watu zaidi ya 100 wameuawa katika shambulizi la jihadi kaskazini mwa Burkina Faso, na wanamgambo hao ambao wanahusishwa kushirikiana na kundi la Al-Qaeda walifanya shambulizi hilo, lakini kubwa pia walitargeti eneo la kijeshi katika mji wa Dibo huko Burkina Faso. Tochea maoni yako, lakini mengi zaidi tutazidi kukuhabarisha hapa. Kubwa zaidi, endelea kukaa karibu nasi ili usipitwe na taarifa zetu mbalimbali.